Chadema walifanya uchaguzi wao mwaka huu Januari pale 22. Kwa mara ya kwanza Freeman Mbowe akainguka madarakani, kiongozi ambaye alikaa na Chadema kwa muda mrefu zaidi. Lissu akachukua nafasi ile licha ya kuwa na ushindi mwembamba sana, lakini kisiasa ina matokeo makubwa. Uchaguzi wa Chadema pale Mlimani City uliashiria nini? Ukomavu wa demokrasia ndani ya chama chao, ama ilileta ujumbe gani kwa wadau wa siasa? Bila shaka kwanza watu watafsiri kwamba uchaguzi ni zoezi la kawaida la kikatiba na kidemokrasia katika vyama vya siasa. Kila chama cha siasa kinatakiwa kila ifikapo miaka waliojiwekea, kama ni 3, 4 ama 5 kwa mujibu wa katiba zao, kufanya chaguzi. Kwa hivyo kwangu mimi, kwanza ilikuwa ni utekelezwaji wa takwa la kidemokrasia. Pili, ilikuwa ni utekelezwaji wa matakwa ya katiba yao na sheria ya msajili wa vyama vya siasa, kama vyama vinapaswa kufanya mikutano mikuu na kuweka uongozi. Sasa unapoingia kwenye zoezi la uchaguzi, bila shaka yoyote chochote kinaweza kutokea. Haina maana ukiingia kwenye uchaguzi aliyekuwepo lazima ashinde. Ingawaje tumekuwa na kitu tunakiita tamaduni, hasa katika vyama hivi vya upinzani, kwamba kuna watu tunasema ni icon za vyama na tunahitaji tuende nao mpaka watufikishe mahala. Labda nikupe mfano kama PLO na aliyekuwa rais wao Bwana Yasir Arafat. Amekuwepo kwa muda wote kwenye uongozi wa chama mpaka alipokufa. Alipopata ajali ya ndege ile kawa inatafutwa, mpaka amekufa alikuwa bado yuko kwenye kwa sababu yeye alikuwa ndo icon ya mapambano. Lakini turudi hapa Tanzania, labda tumtazame mtu kama Maalim Seif Sharif Hamad. Amekuwepo kwenye uongozi wa chama, pamoja na kwamba walitokea na matatizo pale kafu, lakini hata walikokwenda wenzake waliendelea kumpa heshima kwa kiongozi mpaka amefariki, kwa sababu waliamini ndio kabeba ajenda ya chama chao, ya wapenzi wao, ya washabiki wao, ya wananchi wanaowaunga mkono. Sasa kwenye Chadema si jambo la ajabu kuona Mbowe angeliendelea kuwepo madarakani, lakini si jambo la ajabu pia kuona kumetokea nguvu ya kuweza kumwondoa, kwa sababu mshindani wake alikuwa ni makamu mwenyekiti wake na alikuwa ni mtu ambaye kwa siasa za kisasa ametengeneza ushawishi. Unajua siasa za sasa zimeingia sana kufanywa na vijana. Na hata ukiitizama Chadema kwa kiasi kikubwa sana, wakati ule Mbowe na Lissu wanavutana, ilikuwa ina vijana wengi. Kwa hivyo kwa kiasi fulani kuwa na mabadiliko ndani ya chama chao ilikuwa ni ajenda ya vijana, kwa sababu walikuwa wanaamini wanataka mtu ambaye atawapeleka kwenye ushindani wa kupambana na CCM akiwa madhubuti. Mbowe alikuwa tayari ametoka kwenye zile siasa tunasema radicals za moto zile, ameingia kwenye siasa za tunasema hizi siasa za kiutu uzima, siasa ambazo sio za migogoro na mivutano. Kwa hivyo watu wengi katika Chadema walikuwa bado wanaamini kwamba ili upambane na CCM lazima utumie msuli. Mbowe alikuwa tayari ameanza kutana ule upepo kwamba unaweza kupambana na CCM kwa kutumia maarifa, kama ambavyo labda Zanzibar zamani ilitumia nguvu kubwa, halafu baadaye Maalim Seif na wenzake wakarudi wakaamua kumbe siasa unaweza kupata unachokitaka bila kutumia hiyo migogoro. Kwa hivyo Mbowe aliamini kwamba unaweza kupata unachokitaka bila kuwa na migogoro, lakini wengine waliamini tunahitaji viongozi wa moto watakao kwenda na ajenda ya moto. Na ukichunguza historically siasa za Tanzania bara, kila chama kilichokuwa na nguvu kubwa ya kupambana na CCM ndio kiliungwa mkono na wananchi kama chama kikuu cha upinzani. TLP, NCCR Mageuzi wakati vina nguvu ni kwa sababu vilikuwa ndio vyama vinavyopambana na CCM. CUF ilipokuwa na nguvu kwa sababu ilikuwa imejitokeza kupambana na CCM. Chadema ilipopata nguvu ilionekana ina nguvu ya kupambana na CCM. Kwa hivyo watu hawakuwa wakichagua vyama kwa kuzingatia sera,
walikuwa wanachagua vyama kwa kuona nani ana uwezo wa kupambana na CCM kwa nguvu kubwa. Kwa hivyo kwangu mimi Mbowe kuchaguliwa ni kwa sababu miongoni mwa wanachama wa Chadema wapo walioona wanahitaji nguvu kubwa kidogo ya kumchagua Tundu Lissu, kuto kuchaguliwa kwa Mbowe na kuchaguliwa kwa Tundu Lissu, ili aweze kupatikana mtu ambaye atapambana kwa kutunishiana msuli na CCM. Kwa utashi wa kisiasa na utashi wa kichambuzi wa kisiasa, mzee Said Miraji, unadhani Mbowe aliamini angeshindwa katika uchaguzi ule? Na kama angeamini hivyo, unadhani angeruhusu kushiriki kwa uchaguzi ule ambao umemfanya kuwa kando? Unajua, gharama za demokrasia ndio hizi. Chadema ilikuwa inalazimika kujitofautisha katika uchaguzi wake na vyama vingine kwa gharama yoyote. Chadema inapambania uchaguzi wa huru na haki katika nchi, na wanaikosoa mpaka CCM inavyoendesha shughuli zake. Kwa hivyo lazima wao wawe kioo cha kufanya uchaguzi wa huru na haki, na ndiyo maana wakakubali kuita vyombo vya habari na zoezi lao lote la uchaguzi likafanyika waziwazi wazi, ili kuonyesha kama sisi tumedhamiria kufanya chaguzi za huru na haki kuanzia ndani ya vyama vyetu. Unajua, kuna vyama hapa vinazungumza uchaguzi wa huru na haki kuisema CCM, lakini ukienda ndani ya vyama vyao hata chaguzi zao wenyewe sio za huru na za haki, za kuwapata viongozi wa chama au hata za kuwapata wale wagombea wanaokwenda kusimama kwenye nafasi za kiserikali kukiwakilisha chama chao. Kwa hivyo Chadema walitaka wao kutengeneza hiyo taswira. Sasa kutengeneza hiyo taswira kuna gharama zake. Gharama zake ndio hizi: aidha ni kushinda kwa aliyekuwepo au mwingine kuchukua madaraka. Kwa hivyo matokeo yamekuja, aliyekuwepo ameshindwa, na ndio gharama za uchaguzi na ndio gharama za transparency. Huwezi kuzunguka na masanduku tena, kila kitu kinakuwa, wenyewe wanasema vijana wa kisasa, mambo hadharani. Uchaguzi ule umeleta mwelekeo mpya wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Baada ya pale tumeshuhudia migawanyiko, kundi hili likienda huku, lingine likibaki kule. Unadhani kiongozi wao wa awali alitengeneza umoja ambao ulikuwepo, ama kuondoka kwa Mbowe ndo kumeleta matatizo ambayo pengine Chadema kama chama inapitia kwa hivi sasa? Katika Afrika tuna jambo moja gumu kwenye vyama na kwenye baadhi ya serikali. Kiongozi mkuu anakuwa na influence ya kuifanya taasisi anayoiongoza iendane na mtazamo alionao, na tuna jitihada kubwa sana ya kupambana kutoka hapa, kwamba kiongozi akiingia aende kwa mujibu wa sera, aende kwa mujibu wa maelekezo. Nakumbuka hata Rais Samia alipoingia madarakani, wakati ule mzee Mangula alikuwa nadhani ni makamu mwenyekiti, Dodoma pale kwenye msiba wa Rais Magufuli, akalazimika kuja na ilani ya uchaguzi na kuambia Watanzania kama Samia ataendelea kuiongoza nchi kwa ilani hii, ataendesha nchi kwa mujibu wa katiba ya nchi na katiba ya chama chake, atakiendesha chama kwa mujibu wa katiba ya chama chake, kwa sababu watu walikuwa wana mtazamo kwamba kila kiongozi akiingia madarakani ana fursa ya kuimpose mawazo yake, mitazamo yake kuwa ndio mitazamo ya taasisi anayoiendesha. Sasa hata Chadema sio ni ajabu kuona kama pamoja na kwamba wana katiba, pengine wana sera zao na nyakati za chaguzi wana ilani zao, lakini influence ya kiongozi ikachukua mwelekeo wa kuipeleka taasisi. Kwa hivyo Mbowe influence yake inawezekana ili influence maamuzi ya Chadema katika mtazamo wa mwenyekiti. Zamani ujue wale waliokuwa wakiimba zidumu fikra za mwenyekiti hawakuwa wakikosea, kwa sababu mara nyingi influence ya mwenyekiti ndiyo inayopelekea. Leo waziri mzima anaweza akasimama akasema tunamshukuru Mheshimiwa Rais ametuletea pesa, amefanya 1 2 3. Nilitegemea waseme serikali, kwa sababu maamuzi ni baraza la mawaziri, maamuzi ni serikali.
lakini inawezekana kuna ka influence. Maana wakati mwingine mtu anakuambia hata Mpina, nakumbuka wakati ule Rais Samia amekwenda jimboni kwake, anamwambia tunaomba 1 2 3, kama wao wanasema huna deni, sisi kwetu huna deni, kwa sababu wanajua influence ya mtu anayekamata madaraka. Kwa hivyo kwangu mimi, Chadema kubadilika mwelekeo baada ya kuondoka Tundu Lissu ikafuata siasa nyingi, na ni kuondoka Mbowe ikafuata mtazamo mwingine wa kisiasa, upo uwezekano huo kwa sababu ya utamaduni hizi tulizonazo katika nchi zetu za Kiafrika. Tupitie migogoro ambayo tumeshuhudia katika historia ya Mzee Said Miraji. CUF ya Maalim Seif pamoja na Profesa Ibrahim Lipumba 2015 hadi 2019, CUF iligawanyika vibaya. Tukitoka katika hii migogoro ambayo ilikumba CUF, ambayo ilikuwa ni chama ambacho kinafanya vizuri kwa wakati ule, chama cha upinzani kilikuwa kina nguvu ya aina yake, Chadema wanaweza wakapata funzo la namna gani kutokana na kilichowakumba CUF pengine na vyama vingine kama NCCR, Mageuzi na kadhalika ambavyo pia viliwahi kuisumbua serikali ya CCM? Kabla ya kwenda hapo, Bwana Ngoto, niongezee kitu kidogo hapa. Sawa, karibu. Niliposema mtazamo wa kiongozi unaweza kuinfluence maamuzi, nataka tujielekeze kidogo kwenye serikali ya Marekani sasa hivi. Ndio. Tumtazame Donald Trump. Tazama serikali iliyokuwa inaendeshwa na Joe Biden kutoka Democrats na serikali inayoendeshwa na Donald Trump kutoka Republican. Unaona kama katika maamuzi mengi ya kisera yanayofanywa yanatokana na influence au mtazamo wa rais aliyepo. Mtazamo wake ndio unashawishi. Trump alionyesha wazi ni mtu wa kutaka Marekani ionekane ni superpower kwa vitendo, iheshimike na iogopwe, ile kwamba wana uwezo wa kuingilia mambo kutoka kila pahala na wakasimika ule uongozi wao, nguvu zao, na kuweza kupata labda nguvu za kiuchumi, nguvu za kijeshi na mambo mengine. Lakini kuhusiana na sera zake za wahamiaji, kuhusiana na sera zake kwenye masuala ya bima ya afya na mambo mengine kadhaa wa kadhaa, kama unakumbuka alipoingia tu madarakani, kuna baadhi ya sheria nyingi ambazo zilikuwa signed na mtangulizi wake alizifuta na yeye akaweka za kwake, na baadhi yake nyingine mpaka leo ndio hizo zinazoleta migogoro katika namna gani anayatazama mambo ya hawa wahamiaji. Tumeona juzi tu suala la Wasomali walioko Minnesota, tumeona suala la yule governor aliyochaguliwa vijuzi mwenye asili ya Kihindi, namna ambavyo anakuwa anavutana nao na kusigana nao ni kutokana na mtazamo wake na sera zake kuhusiana na hayo mambo. Lakini ndo serikali yake inakwenda hivyo. Kuna wakati amekuwa akipata mivutano hata na baadhi ya magavana. Kwa hivyo uwezo wa kiongozi, mtazamo wa kiongozi, tusikatae, una influence taasisi iende namna gani. Kama kiongozi atakuwa makini sana, mweledi sana, mchapakazi sana, basi na watu wake watakuwa hivyo hivyo. Ndio.